Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Edward Moringe Sokoine alizaliwa mwaka 1938 katika mkoa wa Mbeya, Tanganyika ya kikoloni. Alitoka kwenye familia ya kawaida, lakini tangu akiwa mdogo alijulikana kwa nidhamu, utulivu na heshima, tabia ambazo baadaye zingemtofautisha katika siasa za Tanzania. Akiwa kijana, Sokoine alipata elimu nzuri na akaingia katika utumishi wa umma mapema. Hakuwa mtu wa makelele wala siasa za majukwaani. Alijenga jina lake kwa kazi, uadilifu na utekelezaji. Alipojiunga na TANU, hakuwa mfuasi wa maneno matupu. Alikuwa mtekelezaji wa maamuzi. Baada ya uhuru wa Tanganyika, Tanzania ilihitaji viongozi walioweza kuijenga nchi kwa misingi ya nidhamu na uwajibikaji. Sokoine aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, na kila alikopita aliacha alama ya uwazi na uwajibikaji. Alikuwa miongoni mwa viongozi waliomvutia sana Mwalimu Julius Nyerere. Hatimaye, mwaka 1977, Edward Moringe Sokoine aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taifa lilikuwa kwenye kipindi kigumu. Sera za ujamaa zilikuwa zinaendelea, uchumi ulikuwa unayumba na nidhamu ya utumishi wa umma ilikuwa inaporomoka. Sokoine hakupoteza muda. Alianzisha kampeni kali dhidi ya uzembe, rushwa na ubadhirifu. Alisisitiza nidhamu kwa watumishi wa umma na kuwawajibisha wale waliokiuka maadili. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, wananchi walianza kuona serikali inayochukua hatua. Lakini hatua hizo hazikuwafurahisha wote. Kadri alivyokuwa akisisitiza uwajibikaji, ndivyo alivyokuwa akijipatia maadui wa kimya kimya. Watu waliokuwa wamenufaika na mfumo usio na nidhamu walimuona kama tishio. Sokoine hakurudi nyuma. Alikuwa amejiweka upande wa haki, hata kama ilimaanisha kujitenga. Mwaka 1980 aliondoka katika nafasi ya waziri mkuu, lakini bado alibaki kuwa kiongozi mwenye ushawishi na heshima kubwa. Hakuwa na tamaa ya madaraka, alitaka mfumo ulio safi. Lakini mwaka mmoja baadaye, taifa lilikumbwa na tukio la kusikitisha sana. Mwaka 1984, Edward Moringe Sokoine alifariki dunia kwa ajali ya gari katika mazingira yaliyosababisha maswali mengi. Taifa liligubikwa na huzuni nzito. Kiongozi aliyekuwa mfano wa uadilifu aliondoka ghafla akiwa bado na mengi ya kutoa. Lakini swali linaendelea kuumiza mioyo ya wengi. Je, kifo cha Sokoine kilikuwa bahati mbaya tu au kulikuwa na zaidi ya macho yanayoona? Na Tanzania ingekuwa wapi leo kama angeishi muda mrefu zaidi? Katika sehemu ya pili, tutaangalia urithi wa Edward Moringe Sokoine na funzo kwa kizazi cha leo cha viongozi. Usikose, hii ni historia yenye mafunzo mazito. Ila usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ. Asante.